Jona Munyi, tunajua kuwa hivi karibuni umetoka Amerika kwa matembezi kidogo kule. Unaweza kutuambia nini hasa madhumuni ya ziara hii kule Amerika? Asante sana bwana, naweza kukuambia sana. Mimi nilikwenda kule kwa madhumuni ya kuwahubiria wale wa Amerika. Baada ya serikali ya kikoloni kuupa umbele kuanzilisha kwa redio hapa nchini Kenya katika mwaka wa 1927 na kuendelea kukikuza chombo hiki hadi kufikia miaka ya 59 ambapo lugha zaidi za Kiafrika ziliweza kushirikisha kwenye nyanja ya utangazaji na kuzaliwa kwa shirika la Kenya Broadcasting Service. Serikali hiyo ya kikoloni pia ilionelea umuhimu wa kuanzilishwa kwa kituo cha television hapo mwaka wa 1962 kama njia mojawapo pia kuendeleza propaganda za kikoloni na kwa starehe za wabeberu. Wakati huo stesheni ya kurusha matangazo ya television yalizinduliwa katika jumba moja la makazi ya mbeberu mmoja huko Limuru, na kikawa kituo cha kurusha picha na sauti kwa kilomita 24 duara. Ni katika mwaka huo wa 1962 ambapo John Mwakitava, tokana na kupewa mafunzo ya redio BBC London mwaka 1959, alipewa uhamisho wa kuwa mmoja wa waandalizi wa vipindi vya television na kushirikishwa na kina Morris Mwenda, Aziz Yakub, Aisha Jenebi, John Ithao, Kiptanui Chemor kati ya wengineo. Gumzo Mtaani kilimtembelea kwenye biashara yake ya kuuza sare za shule mjini Voi. Kwanza tukataka kuelewa John Mwakitava ni nani. Sasa kitu gani hasa kilokupendeza kabisa katika Amerika kwa ufupi? Kitu kilichonipendeza ni ile aina ya kazi wanayofanya kule bwana. Enzi hizo John Mwakitava akiwa mtangazaji wa redio kabla ya kujiunga na masuala ya televisheni. John Mwakitava ni mtoto wa pili wa mzee alikuwa akiitwa Philemon Mboje. Ni mtoto wake wa pili. Na uliweza kuzaliwa huku Utaitani, ukasomea huku Utaitani? Kila kitu changu nilifanyia Utaitani, lakini kusoma nilisoma Taita, tena nikaenda Mombasa. Ukakwenda Mombasa? Manake nilipomaliza sekondari yangu nilisomea Shimolatewa Mombasa. Sasa katika tuambie, manake wewe ni wale watangazaji ambao walisifika sana enzi hiyo ya miaka 50 kabla ya kunyakua uhuru. Katika ule ubarubaru wako, labda katika umemaliza shule ya upili ya secondary, nini ambacho kiliweza kukuvutia katika mambo ya utangazaji? Kwanza kulikuwa mtaita mmoja alikuwa anafanya kazi kwa newsroom. Sasa huyo ndio nilikuwa naenda kumsalimia kila mara. Alikuwa aitwaje huyo? Huyo alikuwa anaitwa Mshila. Alikuwa anafanya kazi huko. Sasa nilikuwa naenda kumsalimia, manake sasa kiona niko na redio wakati huo ndio basi very important. Manake hata waliokuwa na redio ni wachache sana. Walikuwa na wachache kweli. Wachache kweli. Ukiwa na redio yako utapata marafiki wengi wanakuja kusikiza habari. Sasa katika ile hali, sasa katika ile ya kwenda kumsalimu rafiki yako ambaye alikuwa labda katika chumba cha habari, ukaweza sasa kusema kwamba mimi nikifanya katika ile hiari ya kutafuta kazi nitaingilia sekta ya utangazaji? Ilipokuwa tu namtembelea kila mara, nikawa pia nafanya kama casual worker au mtu kutengeneza vipindi vikifanywa, mimi nafanya. Basi nikaanzia utangazaji hapo. Nikaona utamu wa utangazaji. Kulikuwa na utamu ndio. Hapo hatujakuwa uhuru, sio? Ilikuwa hamjanyakua uhuru. Sasa katika zile pita zangu nimeona kwamba ni kama uliajiriwa hapo kabla ya kunyakua uhuru. Wakati huo kituo cha utangazaji kijulikana kama African Broadcasting Service. Naam. Tuambie taswira kamili. Na stesheni zilikuwa ni 3 tu Kenya hii. African Broadcasting Service ya Waafrika, na ya Kihindi
alafu na English. Na English. Basi. Hakukuwa na hizi makabila mengine Kijaluo, sijui nini. Sasa wewe umeingia katika Kiingereza ama umeingia katika Kiswahili? Niliingia Kiswahili mimi. Katika Kiswahili. Niliingia Kiswahili. Na nikawa ni mtangazaji wa Kiswahili. Sasa hapo unakuwa muhimu sana, unasikiza redioni. Unasikika katika redio, basi ulikuwa maarufu sana katika wakati ukirudi huku Voi, ulikuwa mtu maarufu sana. Sana. Naam. Watu hawajaona mtangazaji, wanamsikia tu, lakini yuko hapa. Yuko hapa ndio. Sasa tukumbushe namna ambavyo iliweza kuajiriwa labda kufanya kazi kwa muda fulani pale African Broadcasting Service. Wakati huo iko wapi? Mnatangazia wapi wakati huo? Pale katika Nairobi. Kile kituo cha utangazaji kiko wapi? Ingawa siwezi kukumbuka right now wapi, lakini kilikuwa hapo maana ni kimoja. Kilikuwa ni kimoja. Nyumba ni hiyo. Wao wana upande hiyo, rumu hizo ni za kutangaza Kiingereza, rumu hiyo ni kutangaza Kihindi, alafu hii ya kutangaza Kiswahili. Maana pale katika ile historia kumbukizi zinasema kwamba kituo cha kwanza cha African Broadcasting Service kilikuwa pale Lugard Avenue. Baadaye ikajulikana kama Hakati Road sijui. Hapo kabla ya kujiunga na television katika mwaka wa 1962, katika miaka kabla ya 60, John Mwakitava alipeperushwa hadi Uingereza mjini London kupata tajriba ya utangazaji lao wakati huo kama mwandalizi mtangazaji wa vipindi vya redio. Nitaka kuelewa wale waliokuwa nao na hali halisi walipataje huko kwenye masuala ya mafunzo na kikazi. Ule Ulaya BBC tulikuwa na wenzetu ambao nao pia walikuwa wameenda huko. Na walikuwa ni watangazaji pia. Tutajia hao ni kina nani ambao hapo sasa labda mko London hapa. Mko London sio? Hapa katika hiyo picha. Tuko na huyo ni mimi, halafu Inzoberi John. Halafu Inzoberi John, Hamza Kasongo. Halafu kuna hii Nasoro Malik. Halafu kuna mwenzangu hapa Alois Ngozo. Halafu hapo walioketi pale ni James Kangwana ambaye baadaye alikuja kuwa director of broadcasting. Halafu kuna Hassan Mazoa ambaye sasa huyo ndio tuliandikwa kazi pamoja. Halafu na huyu ni Joseph mwenzetu pia, Joseph Auma. Sasa ukirudi sana katika hiyo miaka ambapo mlikwenda BBC, unaweza kusema kwamba mlijifunza nini katika BBC ikilinganishwa na ile kazi ambayo mlikuwa mnafanya pale Lugard Avenue kwenye African Broadcasting Service? Unajua BBC unakuwa kama wakati wa Swahili, wakati ule uhuru ulikuwa hamjapata. Kwa hivyo kuna utenganisho. Unajua na huyu ni Mwafrika au ni Black African. Hata wakati mwingine unaitwa native. Unaitwa native. Kulikuwa na ule ubaguzi wa rangi. Yes, kabisa. Kwanza Ulaya. Naonekana huyu nani? Hata ametoka wapi? Ukiingia basi naacho tu kama kiti cha watu watatu, utaketi hapo peke yako. Hapo miaka ya 60 mwanzo kituo hichi cha television kilisimamiwa na wabeberu lao. Hatimaye wa Afrika wakaanza kupewa mamlaka kupitia kwa kosi za usimamizi na uandalizi wa vipindi. Miongoni mwao katika miaka hiyo wakawa ni kina Morris Mwenda, John Ithao, Sami Usore, John Mwakitava, Muthoni Likimani, Benson Dubey, Tochi Singh na baadaye akina Kiptanui Chamor ambaye hatimaye katika miaka ya 70 akajiunga na kampuni ya kibinafsi Factual Films kama mkurugenzi. Omar Suleiman Majambia, jina maarufu Mzee Pembe, Athumani Kipanga, akina Mama Tofi, Mama Njeri, Mzee Tamaa, baadhi tu ya wengineo wakawemo kwenye tasnia ya burudani ya vichekesho. Wasomaji wa habari katika runinga aidha kwa Kiingereza na Kiswahili wakashirikishwa kina Hassan Mazoa, Daniel Njuguna Gatei, Sami Lui, Norbert Okare, Stephen Kikomo, Simeon Desanjo, Martin Bile Mota,
Yusuf Kema, Salem Juma, Hubis Abdulkadir, Aziz Yakub, Idha Salim, June Mwenye Pembe na Muhammad Abdullahi, baadhi tu ya wengineo. Nilitaka kuelewa hali halisi baada ya mafunzo huko London kwa John Mwakitava yalikuwa namna gani. Niliporudi sasa, kwa kuwa mtu ametoka Ulaya, nikawa sasa mimi ni wa kutafutiwa management post, sio kwenda studio tangaza. Okay. Kaanza kufanya manager kusimamia hii, simamia hii. Sasa tukirudi nyuma kidogo, utapata kwamba wewe uliingia sana katika upande wa television. Na television imeanza kuanzilishwa nchini mwaka wa 62. Ilikuwaje ukatoka pande ya radio ukaingia katika pande ya television? Manake nilipokuwa Ulaya na television ikaanzishwa kwetu Kenya, nilipomaliza attachment yangu ya BBC, basi ikawa niende kusomea, nifundishwe television. Ufunze television. Nikaenda kosi ya television London. Hata niliporudi Kenya, nilikwenda tena kutangaza radio. Nilienda nikaja nikaambiwa, wewe ni manager, utakuwa manager wa TV producer. Nikawa TV producer kwa sababu nilifanya kosi ya TV pale London. Pale London. Nilipomaliza. Unaweza kutuambia radio na television wakati huo vilikuwa ni vyombo vya aina gani? Yaani katika hali ya kueneza habari. Ni vyombo ambavyo ndivyo vilikuwa vyaaminika na ndivyo vyatumiwa na serikali. Serikali ikiwa na jambo alafu limetangazwa kwa redio, basi hiyo lazima kila mtu afuate. Lazima, yani radio imesema. Radio imesema. Ama television imesema. Imetangazwa. Imetangazwa. Na unajua wakati huo wenu, wakati mkitangaza, kama radio imesema. Imesema na ndio ukweli. Ni kama amri. Nilimtaka pia John Mwakitava kutupa fafanuzi zaidi kuhusu ongezeko la vituo vya utangazaji, aidha kwa pande zote mbili za television na radio nchini humo, akilinganisha na hali halisi nyakati zao ambapo National Broadcaster ilikuwa kituo kimoja tu, Sauti ya Kenya. Wakati wetu tukitangaza ilikuwa imetangazwa. Kwa hivyo ndio inaaminika. Lakini hivi vyetu sasa ni biashara. Imekuwa ni biashara. Kwa hivyo tu uwe sasa broadcasting imekuwa ni mahali pa kufanya biashara. Na hapa tunasema kwamba ni nchi ikikua. Manake hata kule kupatikana vituo zaidi unatoa vile vile nafasi za kazi kwa watu wetu. Kwa wajukuu wetu, sio? Sasa tupo katika namna ambavyo nimekutajia vituo hivi ambavyo ni vingi sana. Na zinaitwa mainstream media. Lakini siku hizi mzee, sijui kama unajua kuna social media. Yani mitandao ya kijamii ambayo inapatiana habari papo kwa hapo. Na sasa unaona ni maendeleo ama ni nchi ikirudi nyuma? Sidhani nchi inarudi nyuma. Mimi naona ni maendeleo. Lakini sasa zaidi Kenya hii au nchi hii, maendeleo inakuwa ni kibiashara. Ni mtu anapata pesa ngapi au biashara inamletea nini hiyo basi. Na majina ya shirika la utangazaji kubatilishwa mara kwa mara kutoka ABS, KBS, KBC, VOK na hatimaye KBC. Maoni ya John Mwakitava ni yepi kama mmoja wapo watangazaji waanzilishi wa tasnia hapa nchini? Katika maoni, unajua KBC ilikuwa ni kama jina la biashara kama ninavyosema. Na VOK ina kisiasa ndani yake. Ni ya Kenya. Ni ya Kenya. Serikali imesema. Na ikisema imesema. Tukirudi nyuma kidogo katika hali ya utangazaji, utapata kwamba sasa katika enzi yenu watangazaji walikuwa maarufu sana. Maarufu sana. Nini ambacho kiliweza kuchangia katika ule umaarufu ukilinganishwa na wakati ambao tuko kwa sasa? Zaidi ni kwamba
hupati maneno yoyote, hupati chochote isipokuwa usikie kwa redio. Na ukisikia kwa redio ndivyo ilivyo. Nani matukio yepi ambayo John Mwakitava ambayo katika kumbukizi zake za utangazaji anayo? Kuna wakati pia mimi mwenyewe nilitumwa niende kumhoji mzee Jomo Kenyatta. Na wakati huo naambiwa niende niulize hili swali, ati yeye kama kiongozi wa kifo atakuwaje kiongozi wa nchi? Hiyo labda ni kabla kunyakua uhuru. Kabla kunyakua uhuru, kabla Na wakati huo labda wewe unafanya kazi BBC. Sasa natumwa alipokuja London niende kumhoji. Na nikaambiwa uende uulize this particular question. He as the leader of darkness and death, how can he become a prime minister of Kenya? Nikasema mimi mtu nataka awe prime minister wangu niende kumuita leader of darkness? Nikakataa kumhoji. Itakuwaje, utafutwa kazi wewe? Nilitakiwa almost I almost lost my job. You never lost it anyway. I didn't lose it. I didn't lose it. Lakini niliambiwa sikufanya nilivyotumwa kufanya na station yangu. Lakini na mimi nikasema I will be prepared, kama nikurudishwa nirudishwe. Lakini wakaona huyu ni Mkenya. Mtu wao. Ndio hiyo. Sasa bado unapenda utangazaji? Sasa niuchukie na ndio umenilea. Ndio umeweza kukulea. Sasa ukiamka asubuhi, maana sasa siku hizi kuna vitu vingi sana pia vya utangazaji. Kwanza kabisa unasikiza radio gani? Unapoamka asubuhi, labda umefungua kinywa, unastareheka. Ni radio ipi ambayo wewe unasema kwamba hii radio inanifurahisha? Kituo kipi? Sisemi kuna moja tu naipendelea sana, lakini kuna ni kucheck tu kile nataka kusikiza. Kama wewe nasikiza hii inafanya mambo ya vijana naachana nayo. Nikaenda hii nyingine ile ambayo itanipa yale ninayotaka kusikiza. Maana una ule uhuru wa na uhuru channel hii naenda channel ingine basi. Okay, sasa umekwisha staafu sasa na tumeweza kutembelea hapa mjini Voi sasa unafanya biashara ipi, ama labda unacheza gofu katika kufurahisha nafsi yako? Mimi niko na biashara yangu ya kuuza uniforms. Lakini kwa sababu sasa najiona siwezi kuendelea na biashara na umri huu. Unajihisi sasa nimemletea mtoto wangu aendeshe biashara. Ule mrembo ambaye nimepata pale. Ndiye manager wa manage biashara yetu. Alafu mimi nakaa tu ni mtazamaji, msaidizi kwa maoni. John Mwakitava, mmoja wa ajili wa watangazaji kabla ya kunyakua uhuru wa Jamhuri ya Kenya. Hili ni Gumzo Mtaani, na hapa ni mjini Voi, na jina langu ni Daudi Kanja.